msalaba, kwamba inafanya nini kwenye maisha ya mtu, inaweza kufanya nini kwenye maisha ya mtu. Tunaangalia juu ya hilo kwamba katika msalaba wa Yesu Kristo kuna nguvu ya Mungu. Sasa tunaangalia hiyo nguvu inatendaje kazi kwenye maisha ya mtu. Jambo la kwanza tulisema kwamba msalaba una nguvu ya kusamehe. Umebeba nguvu ya msamaha. Umebeba nguvu ya msamaha. Na tukaona vipengele vingi kidogo ndani yake. Lakini jambo la pili ambalo tunalo na tunaendelea nalo, kwamba msalaba una nguvu ya kuvunja au kuondoa laana kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo tunaangalia namna ambavyo msalaba unaweza ukavunja laana na ukaiondoa laana kwenye maisha ya mtu. Tumeshaona maana ya laana. Maisha ya watu wengi yanakabiliwa na laana, yanateswa au yanasumbuliwa na laana. Kwa hiyo tumeshaona mambo yanayoleta laana kwenye maisha ya mtu. Lakini ili tuende vizuri, kuna maandiko ambayo tutamani kuyarudia kidogo ili tuwe na uelewa. Tunapovunja laana au tunapoondoa laana kwa nguvu ya msalaba, tuwe na uelewa fulani. Kitabu cha Mithali sura ya 26 mstari wa 2, maandiko yanasema hivi: kama shomoro katika kutangatanga kwake, kama mbayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Yaani ukiona mtu anateswa na laana fulani, maana yake kuna sababu ambayo imepelekea hiyo laana kumtesa. Ukiona mtu anahangaishwa na laana fulani, kuna sababu. Yaani laana haifanyi kazi kama hamna sababu ya kuifanya ifanye kazi. Namna ya kuishi kwa mtu kunaweza kukamwinulia laana. Namna ya kuongea kwa mtu kunaweza kukamwinulia laana. Namna ya kutenda kwa mtu kunaweza kukamwinulia laana fulani. Kwa hiyo tuliona mambo ambayo yanaweza yakasababisha mtu apate laana. Na kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 24, Isaya 24 na mstari wa 5 na wa 6, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wamesiasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Mstari wa 6, ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii. Yaani kama watu wasingeitia dunia unajisi, laana isingeila dunia. Kama watu wasingeziasi sheria za Mungu, laana isingeila dunia. Kama watu wasingelivunja agano la milele la Mungu, laana isingeila dunia. Kwa hiyo mstari wa 6 unatufunulia kujua kwamba watu wameitia dunia unajisi, wamezivunja sheria, lakini wamelivunja agano la milele. Baada ya kuyafanya hayo, laana ikaingia kwenye dunia hii na kuanza kuila dunia hii. Nasema na hao wanaoikaa
akawateketeza. Watu waliosalia wakawa wachache tu. Laana haimpigi mtu bila sababu. Laana haimshambulii mtu bila sababu. Lazima kuna sababu ambayo ipo. Sasa kuna namna tatu ambazo nilikwambia laana inaweza ikampata mtu kwa namna hizo tatu. Namna ya kwanza ni ile ya mtu kumlaani. Mtu anakutamkia laana, yaani mtu anamlaani mtu. Mtu anamlaani mtu. Laana ya kutamkiwa. Atamkiwa na mtu. Taona. Hiyo ni namna ya kwanza. Na kwenye maandiko Biblia imetaja hizo laana. Ni mtu alisimama akatamka laana. Ile laana ikampata mtu. Lakini namna ya pili ni matendo. Matendo ya mtu mwenyewe. Matendo ya mtu mwenyewe. Kuna mambo ambayo mtu akiyafanya yanaamsha laana au yanaleta laana kwenye maisha yake. Yale matendo ambayo anayafanya yanaamsha laana. Tuliona baadhi ya matendo, hatujaona yote. Tuliona baadhi ya matendo. Kwa mfano, mtu tu akiwa anaiba, maana yake anajilaani mwenyewe, kwa sababu kuiba kunaleta laana. Mtu tu akiwa anaiba anajilaani mwenyewe. Mtu tu akidanganya anajilaani mwenyewe, kwa sababu kudanganya kunaleta laana. Kwa hiyo hii ni namna ya pili, kwamba mtu anapata laana kupitia matendo. Laana ziko automatiki. Ni kama kitendo, ni kama batani ya simu. Unapohitaji namba 2 ipatikane kwenye simu, unaenda kwenye kitufe kilichoandikwa 2. Unabonyeza pale, inatokea 2. Unapohitaji 9 au 8, ni hivyo hivyo. Unaenda kwenye batani ya 9 au 8, ukibonyeza zinatokea. Yako matendo ambayo yamebeba laana. Yako matendo ambayo yamebeba laana, ambayo mtu akiyatenda tu, akiyafanya hayo matendo, laana inavaa maisha yake. Laana inaingia kwenye maisha yake. Hayuko mtu wa kumwambia Bwana, kwenye hili umelaaniwa. Kile tu alichokifanya au anachokifanya kinaamsha laana. Tuliangalia mambo machache tu, yako mengi. Tuliangalia mambo machache tu, lakini ya msingi sana hayo. Kumbuke, kwa sababu ndio sehemu ya maisha ya mtu ya kila siku, na mahali pengine yanaonekana ni mambo ya kawaida, ni ujanja tu. Mimi nataka tukuvuka, ni ujanja tu wa kuvuka hapa. Nataka tukupata, ni ujanja tu wa kupata. Kwa hiyo ni namna ya pili. Namna ya tatu ni laana za kuzaliwa. Laana hizi za kuzaliwa, mtu anazaliwa kwenye familia ina laana tayari. Yaani anazaliwa anaikuta iko laana. Mama aliyembeba tumboni ni mama ambaye amelaaniwa. Kuna laana fulani, kuna mambo fulani ambayo aliyafanya. Na mnisikilize vizuri, watu wa Mungu. Haipo siku nyoka atakuja kuzaa kuku. Haipo. Nyoka anataga mayai kama ambavyo kuku anavyotaga mayai. Lakini kinachotokea kwenye yai la nyoka ni nyoka. Kinachotokea kwenye yai la kuku ni kuku. Haipo siku ambayo itakuja kutokea kwamba nyoka ametaga yai. Lile yai kwa bahati mbaya tu kakatotolewa kakifaranga ka kuku. Haitakuja kutokea. Maana yake nini? Maana yake hii, kuna laana ambazo mtu anazipata kwa kuzaliwa nazo. Huyu baba anayemzaa, tunaelewa kwamba asili ya kila mtu tumetokana na baba.
tumetokana na Baba, Baba Mungu wa mbinguni, lakini Baba wa duniani. Kuna Baba Mungu wa mbinguni ambaye ni asili yetu wote, lakini kwa hapa duniani tumetokana na Baba. Kwanza tulikuwa kwa Baba, tukatoka kwa Baba tukaenda kwa mama, kwa mama tumekuja duniani. Tukiwa kwa mama, Baba wa mbinguni ndio akatushushia mle kwa mama. Sasa kama huyu Baba ambaye amekubeba kwenye viuno vyake, kuna laana fulani ambayo labda aliisababisha mwenyewe, labda aliikuta na yeye kwenye ukoo, aliikuta na yeye kwa baba yake. Sasa amekubeba kwenye viuno, elewa na laana. Chochote kile ambacho kinatoka kwake kinatoka na hiyo mbegu ya laana. Okay, ulitoka kwa baba labda huko vizuri, kienda kwa mama, mama aliyekubeba ana bondi na wewe, amekulisha, umekula ukiwa tumboni kupitia yeye, kupitia kitovu chake, ukazaliwa, umenyonya maziwa yake mpaka ulipoacha kunyonya. Haya yote, kama kuna kitu cha kiroho kinasafirishwa au kinatembea na wewe na kinakuja kuonekana kwenye maisha ya kwako. Ukisoma Biblia inasema, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Maovu yanapatilizwa kizazi cha 3 na cha 4, yaani kizazi cha kwanza, cha pili, cha 3 na cha 4. Uovu unakamata vizazi vinne, laana inakamata vizazi vinne. Bahati mbaya ni hii, inapokufa laana hii au kuondoka laana hii, kuna laana nyingine ambazo watu wanakuwa wameziamsha tayari. Unakuwa na mnyororo wa mwendelezo wa kivizazi katika laana. Kwa hiyo hizi ni namna 3, ni za muhimu sana. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye kwa msalaba wake mwenyewe alitukomboa katika laana zote za Torati. Maana yake msalaba umebeba nguvu ya kumkomboa mtu kutoka kwenye laana, umebeba nguvu ya kumtoa mtu kwenye laana za aina fulani. Sasa tumeona mambo kadhaa na tumeomba, lakini jioni hii ya leo nataka tuangalie aina mbalimbali za laana, alafu tupate nafasi ya kuomba na kuzivunja hizo. Tuangalie aina mbalimbali za laana. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kinatufunulia vizuri mambo mawili makubwa: baraka na laana. Baraka na laana. Kumbukumbu la Torati 28, tuanze na mstari wa 16. Tuanze wa 15, sio vibaya. Tuanze na mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati mstari wa 28-15 anasema, lakini itakuwa usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiyaangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Yaani laana inamwendea mtu na kumpata. Whatever yuko wapi, laana inamwendea mtu na kumpata. Kwa sababu kuna mambo ambayo alitakiwa ayafanye, hajayafanya. Amefanya sio takiwa kuyafanya. Okay. Mstari wa 16. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani.
utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Sasa hapa nataka uandike aina ya kwanza ya laana. Ni laana ya kieneo. Laana ya kieneo, andika hiyo, takupa na tafsiri nyingine. Laana za kieneo au ya kieneo. Laana inaweza ikakaa mahali popote. Laana inaweza ikakaa mahali popote. Laana inaweza ikakaa kwa mtu. Laana inaweza ikakaa kwenye kitu. Laana inaweza ikakaa kwenye eneo. Yaani eneo linalaaniwa. Ile laana inakuwa kwenye lile eneo. Umesikiliza vizuri, mtu wa Mungu? Laana inakaa kwenye eneo. Eneo linakuwa limebeba laana. Laana ya aina ipi? Laana ya kutokuzaa. Lile eneo wanaolikaa wanakuwa hawazai. Ukipeleleza kutokuzaa kwa hao watu ni kwa sababu ya eneo, kwa sababu lile eneo limebeba laana. Tuanze na kitabu cha Mwanzo kidogo ili upate picha fulani. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza. Mwanzo 3:17. Bwana asifiwe kanisa. Mwanzo 3. Nafunua Biblia au mnaniangalia? Funueni Biblia. Funueni Biblia. Kuna uhai katika kusoma. Kwa sababu kama kanisani tu hapa usomi, ukifika nyumbani unafunga tu kitabu. Unasema, mchungaji bwana leo anafundisha vizuri. Leo bwana tumeomba vizuri. Unafunika na soma neno. Yaani neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hiyo ni Yohana 1:1-2-3. Okay, twende kwenye andiko letu. Mwanzo 3:17. Neno la Mungu linasema, akamwambia Adamu, huyu ni Bwana Mungu, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao siku zote, utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mstari wa 18. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Hii ni laana ya eneo au sehemu au ardhi. Sasa nafikiri unapata picha hii. Biblia inasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Laana hii imeelekezwa kwenye eneo. Alafu angalia, anaambiwa kwamba ardhi utakapoilima
haitakuzalia unachokitaka, itakuzalia miiba na michongoma. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ardhi ina laana, hilo eneo lina laana. Ardhi ina laana, au hilo eneo lina laana. Utakapoilima haitakupa unachokitaka, badala yake itakuzalia miiba, michongoma na miiba. Hivyo ndivyo vitakavyozaliwa. Sasa eneo ambalo limebeba laana fulani, mtu akienda kuishi kwenye hilo eneo, laana, ardhi inamzalia kile ilichobeba. Sijajua kama unaelewa. Kuna maeneo huwa hayaendelei vyovyote vile, hayaendelei. Maeneo sehemu nyingine pataendelea, lakini maeneo mengine hayaendelei, yanabaki vile vile. Miaka nenda miaka rudi, miaka nenda miaka rudi, miaka nenda miaka. Maeneo sehemu nyingine unaona maendeleo yanainuka, watu wanaendelea, wanajenga nyumba, barabara nzuri zinapita. Lakini maeneo mengine, yani tu kwa makosa sana, unaweza kukuta tu barabara kamoja kamepita. Alafu angalia aina ya maisha ya hao watu, kwa sababu kawaida ya haiko laana iliyowahi kumwinua mtu, haiko. Laana yoyote ile ni kumshusha mtu chini. Haiko laana ambayo imeshawahi kumpa burudani mtu. Laana yoyote ni kumtesa mtu, ni kumhangaisha. Kwa hiyo unaweza ukaangalia baadhi ya maeneo na changamoto fulani. Sitaki kutaja eneo kwa sababu niko kwenye mji huu, lakini nikaletewa kesi, na aliyeniletea kesi, Mungu amrehemu, ameshatangulia mbele za haki. Mama fulani hivi aliletwa na muumini mahali hapa, akaniambia, "Mtumishi, mimi na changamoto." Changamoto gani? Akaniambia hiyo changamoto. Akasema, "Bwana, changamoto hii, mimi nilikuja na mume wangu, tumetokea Kahama, nilikuja kufika hapa, tukaishi sehemu fulani, mtaa." Akautaja mtaa fulani. Ndivyo sema sawa, kawaje? Hata tumeendelea kuishi, tumeishi, Mungu akawabariki. Kiukweli alifanikiwa, akajenga nyumba. Alikuwa na mtoto mmoja, jenga nyumba, maisha yakaendelea na nini. Ghafla ni mama wa jirani tu ambaye ni rafiki yangu kamchukua mume wangu. Ndivyo rafiki yangu kabisa, walikuwa wananiambia siamini, lakini tulipofika walikuwa wanasema, "Bwana, ili eneo wewe umekuja na mume wako, kwa makini, huu mtaa ni kwenye mji huu, sio nje na mji huu." Sema ndivyo. Ikabidi nikae attention kidogo kumsikiliza. Kamuuliza, ulifuatilia ukaonaje? Akasema, "Ni kweli kabisa kile nilichokuwa naambiwa. Yaani huo mtaa, Mungu tusingeenda kukaa kwenye huo mtaa, naamini tungekuwa vizuri." Sema ndivyo. Mwamini Mungu, tuombe. Ikabidi mimi nianze kuulizia tu kawaida sifa za huo mtaa, ulizia. Ikakuta kwamba kweli hizo sifa zipo. Sasa unaweza ukakuta, nakupa tu picha, unaweza ukakuta ni eneo, lakini lile eneo lina aina fulani ya watu. Ukiwauliza wenyewe hawana majibu mazuri kwamba kwa nini ipo hivyo, lakini kumbe lile eneo limebeba laana fulani. Sasa kitabu cha Mwanzo kimetuonyesha hiyo na kimetuthibitishia kwamba kuna laana
ya eneo. Kuna laana ya eneo, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Lakini kuna maandiko mengi, tupate tu machache. Kuna maandiko mengi. Tulisoma kwa habari ya mji wa Yeriko. Mji wa Yeriko, Biblia inasema Mungu alikuwa ameuweka wakfu kwa ajili ya kuangamizwa. Yaani ulikuwa umelaaniwa, umetengwa kwa ajili ya kuangamizwa. Lakini ukiondoa hiyo, Yoshua mwenyewe aliulaani ule mji. Tupate hilo andiko. Yoshua sura ile ya 6. Yoshua 6 mstari wa 26. Yoshua 6 mstari wa 26. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza, tena atasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume. Yeriko wameshaipiga, imebomoka, imeanguka, imevunjika. Mungu kabisa imevunjika, sambaratika. Hakuna ambacho kipo, wanyama, ndege, kila kitu. Lakini Yoshua anawaapisha watu. Sema, nawaapisha kwa Bwana leo, na alaaniwe mtu yoyote atakayeinuka kujenga mji huu, alaaniwe. Sasa angalia, laana imeelekezwa. Wakati anaujenga mji, wakati anaweka misingi ya kujenga mji, mwanae wa kwanza afe. Hiyo laana. Wakati anaweka malango ya mji, mtoto wake mzaliwa wa mwisho afe. Hicho ni kiapo cha laana. Angalia, hii laana inakaa kwenye lile eneo. Laana hiyo haipo kwa mtu, ipo kwenye eneo. Manake sawa na kusema hata leo labda pangekuwa hapajatokea mtu akajenga Yeriko tena, leo mtu aenda akajenge pale, hiyo laana inampiga. Hiyo laana inamshambulia. Sasa ni Joshua analaani hivyo. Okay, haya nikutafutie andiko ambalo linathibitisha kweli hiyo laana ilitimia. Iko kwenye eneo. Libebe hili neno. Iko kwenye eneo hiyo laana. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukakaa mahali, unaanza kujiuliza, jamani, ili jambo mbona kwangu haikuwa hivi? Mbona kwangu haikuwa hivi? Wakati natafakari leo kitu fulani juu ya laana, nikakumbuka juu ya kumiliki vitu. Hiyo kumiliki vitu, nikakumbuka mafundisho ya mtumishi fulani hivi. Watu niseme kwa sababu nimekumbuka hapa, tamani tukumsaidia mtu fulani. Nikakumbuka juu ya mafundisho ya mtumishi, alikuwa anatoa ushuhuda fulani. Kuna mtu alikuwa ameokoka, kanunua kiwanja, kaenda kajenga. Unazungumza juu ya eneo hapa. Kaenda kajenga nyumba vizuri. Sasa vioja
vikaacha kuisha kwenye ile nyumba. Matukio, mara watoto kuumwa, mara hiki, nyumba ndo bado mpya tu. Akamwambia hamna, eneo hili umejenga, watu hawajajenga bado. Kwa hiyo yani wewe umejenga nyumba nzuri, kutakuwa kuna wachawi wanakuja kukuchezea na nini. Lakini hamna yani tu naomba hivi, kweli wachawi wanakuja kunichezea na nini? Kwa hiyo ile nyumba ikawa na matukio na vitu vingi. Sasa nikumbushie tu juu ya kumiliki vitu. Chunga hiyo. Sasa ikabidi waende kwenda kuomba kwenye ile nyumba. Kajioni umeme hujaenda kule. Kwa hiyo mle ndani wanachemli. Of course waliombea na ardhi, ndio maana nazungumza hivi. Mle ndani wanachemli. Kuna chemli. Sasa wakati wanaomba, wakikemea ile chemli inapungua, mwanga inafunguka. Mwanga unaongezeka. Ni chemli ya kawaida kabisa, hivi vichemli ya kawaida. Kiomba. Ndio maana sio mahali sio kila eneo unatakiwa kufunga macho. Hata mwingine fungua macho uone. Kuna vitu fulani utaona ambavyo sio vya kawaida. Jana ile maombi, Baba Mungu, nakushukuru, umefunga na macho. Yako ya kuomba hivyo kweli. Lakini mahali pengine fungua macho. Sio kila mahali pa kufunga macho, sio kila mahali pa kufungua macho. Kuna mahali pa kufunga macho, kuna mahali pa kufungua macho. Sasa ile wengi sasa pale wengine wamefunga macho. Anaomba saa moja, mtumishi wa Mungu huyu unaweza kupata ushuhuda wake. Sasa yake wakikemea ile chemli, mwanga unapungua, unaongezeka. Sasa wengine wamefunga macho, hata hawaoni. Anaona tu peke yake akikemea. Chemli inazima, inaongezeka. Ni chemli ameinunua kwa hela yake. Sinaelewa. Poka kumiliki vitu vilivyolaaniwa. Maana unatakiwa kuombea kila kitu na kukiweka wakfu. Mambo mengine haulogwi, kuna kitu nacho naleta changamoto, kiliwekwa wakfu kwa ajili ya matumizi mengine. Nani alikiweka wakfu? Mtengenezaji aliyekuwa anatengeneza. Alikuwa na nia, aliachilia roho ndani yake. Ndio maana ni lazima ukiombee. Sasa ikabidi aisogelee ile chemli. Yeye alifunga macho, aisogelee, akawa anaomba. Akiomba, yani inaenda kabisa kama inaenda kuzimike na akitulia, mwanga unarudi na mulika tu vizuri. Duniani kuna majanga mengi, kuna vituko vingi, shetani yuko kazini. Kwa hiyo akawaambia watu, fungueni macho. Fungueni macho. Wakafungua macho. Vipi mtumishi? Kauliza chemli hii mlitoa wapi? Kaanza kujieleza. Kwa hiyo alikuja akaonekana mambo mengi, lakini jambo jingine ambalo lilikuja likaonekana mahali pale kwamba ile ardhi ilikuwa imebeba vitu fulani. Ilikuwa na maapizo, ilikuwa na laana pia. Sasa unaweza kwenda kukaa mahali ukaanza kupatwa na shida fulani, lakini kumbe changamoto ya pale ni lile eneo ambalo wewe umeenda kuliishi. Ikawa ni changamoto. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Hapa Yoshua, beba hiyo kwamba Yoshua ameshatamka laana. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 16, tuangalie hapo. Wafalme wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko iliyolaaniwa. Si tunakumbuka Yoshua alilani Yeriko. Kanisa Bwana asifiwe. Wafalme
wa kwanza 16 tumeandika mstari wa 30 ngapi? 34. Safi. Katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wa kwanza. Laana inaelekezaje? Atakayejenga mji huu ataweka misingi kwa kufiwa na mwanaye wa kwanza, mzaliwa wa kwanza. Huyu Hieli Mbetheri akajenga Yeriko. Asema isiwe shida, mimi najenga Yeriko. Alipojenga, mtoto wake wa kwanza kafa. Kwa nini? Amejenga Yeriko. Kwani Yeriko imebeba nini? Kuna laana fulani litamkwa kwenye hiyo Yeriko. Angalia, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake ndogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Yoshua mwana wa Nuni. Imepita miaka 100 na sehemu, 200 na sehemu. Laana, yani laana, ukisoma Isaya 7:7, Isaya sura ya 7 mstari wa 7, ukisoma utagundua hivi, laana ina uwezo wa kusimama, lakini laana ina uwezo wa kusimama, kwa maana inamngoja mtu, na ungoja wakati wa mtu. Kabinti kama akajafikia umri wa kutokuolewa, laana haifanyi kazi, imetulia. Kabinti kakishafikia tu umri wa kuolewa, kwamba sasa nahitaji kuolewa, ndio laana inaanza kufanya kazi. Laana ina uwezo wa kusimama na kuungoja wakati, hata kama ni miaka 100, hata kama ni miaka 200, inaungoja tu wakati ili itimie. Sasa tunaona Yeriko ililaaniwa, na ile laana ilikuja ikawa. Yeriko ililaaniwa, mzaliwa wa kwanza akafa, mzaliwa wa mwisho Segubu akafa. Abiramu mzaliwa wa kwanza, Segubu mzaliwa wa. Sasa ndio uone nguvu ya laana, sio jambo la kupuuza. Ndio uone nguvu ya laana. Yaani laana inaua mtu, ni maneno tu, ni maneno. Yoshua aliwaapiza, alafu akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yoyote yule atakayeinuka kujenga mji huu. Mwanaye ataweka misingi ya mji kwa kufiwa mwanaye wa kwanza. Hakumwaga dawa, hakuchinja kuku, ni maneno tu ya laana. Ndio uone kwamba mtu akikutamkia laana, maneno pingamizi, usiyapuuzie maneno tu ya Bwana kwa kinywa cha Yoshua. Sasa naomba niishie hapo kuonyesha kwamba ardhi au eneo linaweza likalaaniwa. Sasa linaweza likawa ni eneo la mjini, linaweza likawa ni eneo la kijijini. Linaweza likawa ni eneo la mjini, linaweza likawa ni eneo la kijijini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Okay, twende pamoja tena. Turudi kwenye kitabu chetu cha Kumbukumbu la Torati kwa dakika hizi kadhaa tena. Kumbukumbu la Torati 28, hiyo twende kwenye mstari wa 16. Kwa hiyo beba hiyo ya kwanza, hiyo beba hiyo, usisahau. Laana inaweza kukaa kwenye eneo. Laana inakaa kwenye eneo. Laana inakaa kwenye eneo. Okay. Mstari wa 16 nirudie tena. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani.
Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Hapa nataka nizungumze aina ya pili ya laana. Laana ya kwanza ni kwenye eneo, lakini nataka nizungumze aina ya pili ya laana. Aina ya pili ya laana ni kazi. Kuna laana ambayo inakaa kwenye kazi ya mtu. Tunaangalia shamba kama ofisi ya mtu. Tunaangalia mjini kama ofisi ya mtu. Tunaangalia mashamba kama ofisi ya mtu. Tunaangalia mjini kama ofisi ya mtu. Tuwe na picha hii. Mtu yuko mashambani, ndiyo sehemu ya kitega uchumi chake, ndiyo sehemu ya kuingizia kipato na kufanya maendeleo yake. Lakini angalia eneo ambalo laana imeelekezwa kwenye mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka kwenye eneo, tunazungumza juu ya kazi. Sasa hii laana iko kwa mtu, sio kwenye eneo tena, lakini kwenye maisha ya mtu imekamata kipengele cha kazi. Nikitolea mfano mzuri huu mtanielewa. Huku tuna kawaida kukodi mashamba. Kodi shamba, nalima, unavuna, unaondoka. Kodi shamba, unalima kwa ambao hawana ardhi. Ni muhimu uwe na ardhi pia, uwe na mashamba ya kwako. Na hela, ununua shamba. Kwenye baraka kubwa sana za kimungu ni pamoja na kumiliki ardhi. Jitahidi, miliki ardhi hata kipande kidogo tu. Jitahidi, miliki ardhi hata kipande kidogo tu. Yaani upata hata kipande, mtu anakuhesabia miguu 10 au 15. Hata kama sio katikati ya mji, tafuta pembeni ya mji kabisa kule, miliki, ambapo utakuta anakuuzia labda 300,000, 400,000 au 200,000. Miliki tu, ili ionekane hapa duniani na wewe unamiliki hata ardhi, hata kama ni kwa shilingi 50,000. Miliki ardhi. Ardhi ina baraka zake. Yaani ardhi ikishakuwa kwa jina lako ni alama nzuri kwenye baraka kuu za kimungu. Mungu anaachilia baraka kuu katika kumiliki ardhi. Sasa nirudi kwenye mfano. Tuna kodi shamba, na kodi. Anaweza katangulia mtu wa kwanza kakodi, kalima, kapata mazao, karudia mara ya pili, kapata mazao, karudia mara ya tatu, kapata mazao. Eneo lile lile akienda mtu mwingine kukodi na kulima, hapati kama alivyopata aliyetangulia. Si kama unanielewa? Hapati kama anavyopata yule aliyetangulia. Shida sio ardhi. Shida hapa ni mtu mlimaji. Nani amelima? Kwa sababu laana inajielekeza, inaelekea kwenye kazi ya mtu. Na mnisikilize vizuri, watu wa Mungu. Nakubaliana na hii kwamba sio kila kazi, haujaitiwa kufanya kila kazi hapa duniani. Kuna kazi maalum ambayo Mungu amekuitia. Lakini Mithali anasema hivi, Mithali, kwenye kila kazi mna faida. Nipelo andiko. Hasemi kwenye baadhi ya kazi. Kwenye kila kazi mna faida. Kwenye kila kazi mna faida. Alikuwepo hapa lakini hata nikupe. Kwenye kila kazi mna faida.
Mithali 14:23. Mithali 14:23. Katika kila kazi mna faida. Jamani, mwe mnafungua Biblia kwanza. Mnafungua Biblia pamoja na mimi? Fungua hapa kwa fika Mithali tunahama. Fungueni Biblia. Sio mna Biblia tu fungueni. Maana mimi najua hata mkienda nyumbani hamsomi Biblia. Kwa nyumbani nafunga tu. Mungu amehubiri vizuri leo. Tumeomba sana leo tumeomba sana. Tumevunja sana, tumepiga sana. Mpaka nimejisikia wepesi. Mithali 14:23. Kanisa tumefika. Tusome wote 1, 2, 3. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Turudie tena. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Sasa tubebe ile katika kila kazi. Maana yake kazi yoyote ambayo mtu anaifanya ndani yake kuna faida. Haijasema baadhi ya kazi, katika kila kazi mna faida. Hii inakuonyesha kwamba, kwa sababu mwingine analima anasema, bwana mimi Mungu hajanitia kwenye kilimo. Mungu amekuitia kazi gani wewe? Mimi Mungu amenitia kwenye kufuga. Unaenda kwenye kufuga, unagundua Mungu bwana, mimi Mungu hajanitia kwenye kufuga. Mwenzetu kwenye kilimo hajakuitia, kwenye kufuga hajakuitia. Yaani ni biashara. Unaenda kwenye biashara vinakushinda. Mwisho anasema mimi bwana Mungu amenitia maombi. Ni kweli? Yaani Mungu amekuitia maombi. Yaani amekuitia maombi. Amekuitia maombi. Zaburi ya kwanza nikusomee. Zaburi ya kwanza. Tuanze na mstari wa kwanza. Nasema hivi: heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa watu wenye mizaha. Huyo mtu amebarikiwa sana, mtu wa aina hiyo. Sasa angalia mtu wa aina hiyo nini kitatokea? Manake huyu mtu hajaziendea njia za laana, hajaziendea njia za mabaya, hajaziendea njia. Zaburi ya kwanza, funua Biblia, Zaburi ya kwanza. Sasa hivi naanza kuangalia, maana naweza kuwa nahubiri tu hapa, hamna hata anayesoma Biblia pamoja na mimi. Huyo mtu amebarikiwa mno. Heri maana yake amebarikiwa. Amebarikiwa mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hafati mawazo ya watu waovu. Hafati ushauri wa watu wasiofaa. Hafati njia za wakosaji. Biblia inasema huyo mtu ana heri. Yaani sio kila mtu anatakiwa kukushauri wewe. Nishaona tu kwamba huyu mtu afai, sipate njia za watu au watu wenye mizaha. Kuna watu ambao wana mizaha, wala kuketi barazani pa watu wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari usiku na mchana. Hizo ni faida za kusoma neno, au lazima kusoma neno. Yaani kinachomfurahisha huyu mtu ni sheria za Mungu. Yaani anapenda sheria za Mungu. Akisikia neno la Mungu moyo unafurahi. Akisikia mafundisho ya Mungu moyo unafurahi. Anatafakari usiku na mchana. Analitafakari neno la Mungu. Tafakari. Sasa wewe hatukuzuii kutafakari maisha yako. Tafakari neno la Mungu. Wakati mwingine maisha hayana majibu kama ambavyo unafikiria wewe. Tafakari neno la Mungu likupe majibu. Kwa sababu utatafakari mambo yanavyoenda, unaona mwisho wangu ule pale. Hauoni mpenyo. Wale mnaolalaga na amka asubuhi mmechoka kama ulikuwa umebeba vichwa 90 vya treni. Punguza mawazo wakati wa kulala. Wakati wa kulala acha kuwazawaza matatizo yako. Wakati wa kulala. Yakisha hapa naenda kulala, acha kuwaza matatizo. Muda wa kulala, pata muda, imba, omba, soma Biblia, tafakari ukuu wa Mungu. Lala na tafakari namna Mungu anavyoinua watu.
Lala utafakari namna Mungu anavyobariki watu. Lala kwa matumaini. Wengine mnalala bila matumaini. Bwana, takavyokuwa kesho, Mungu wangu. Kesho asubuhi mama fulani anakuja anaenda 20 kadhaa. Kesho asubuhi sipi naenda kula jamani. Pale nimeshaomba, wale pale wameshanitoka, nimewaomba sana. Kesho yaani nakwambia utaamka asubuhi kama mgonjwa kwa sababu ya yale unayotafakari. Litafakari sheria ya Mungu, litafakari neno la Mungu. Huyu anatafakari neno la Mungu usiku na mchana. Sio kwamba kwani yeye hakuwa na maisha, alikuwa na maisha. Mambo ya kwake alikuwa anayatafakari, lakini sheria ya Mungu alikuwa anayatafakari zaidi. Angalia mstari wa 3. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Tofauti inaanzia hapo. Yaani huyu jamaa anastawi kama amepandwa kando kando ya vijito vya maji. Kwa nini? Anatafakari sheria ya Mungu, amejiepusha na uovu. Anatafakari sheria ya Mungu, amejiepusha na uovu. Tafakari kuwa Mungu amejiepusha na uovu. Usahau matunda kwa majira yake. Sio tu mti ambao upo kando kando ya maji, unazaa matunda kwa majira yake. Nasema wala jani lake alinyauki. Kilichotuleta hapa ni kipengele kinachofuata. Na kila alitendalo litafanikiwa. Tusome wote mstari wa 3. 1, 2, 3. Naye atakuwa kama mti. Na kila alitendalo litafanikiwa. Maana yake huyu mtu akienda kuwa mkulima anafanikiwa. Akienda kuwa mfugaji anafanikiwa. Akienda kuwa mfanyabiashara anafanikiwa. Yaani kila analolitenda linafanikiwa, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa moja ya kazi ya laana ni kukamata kazi, au kuna laana kwenye eneo la kazi. Ina laana ni laana katika kazi. Hii laana inapiga kazi, yaani yenyewe ni kazi tu, inapiga na kushambulia kazi. Tumeshasema kuna mtu akikaa hivi hana shida, yaani shida ni kazi. Akiinuka kufanya kazi tu, tatizo linainuka, changamoto zinainuka, vita inainuka. Akiacha anatulia. Akiinuka, yani ni laana ambayo inapiga. Anafanya kazi haizai matunda, haifanikiwi. Anafanya kazi haileti matunda, kazi haifanikiwi. Kwa hiyo kuna laana katika kazi. Yaani laana inakamata kazi. Imelenga kwenye eneo la maisha ya mtu, imelenga kazi tu. Inapiga kazi tu, ni laana. Imelenga kazi tu. Laana hii ndiyo inayomnyima mtu kuajiliwa. Ana elimu nzuri, ana vyeti vizuri, CV zake ziko vizuri, lakini hapati ajira. Hapati ajira. Akipata ajira, matatizo yanatokea kwenye hiyo ajira mpaka anafukuzwa kazi. Fukuzwa kazi, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo ni laana ambayo imelenga kazi za mtu. Talaaniwa mjini, talaaniwa mashambani. Fanya kazi za mikono mashambani, laana inapiga. Fanya kazi za ofisi mjini, laana inapiga. Fanya biashara mjini, laana inapiga. Kifanya chochote mjini, laana inapiga. Kazi yoyote, haipo kazi ya mikono yako, haipo, kwa sababu laana inapiga hiyo. Sasa watu wa Mungu, kwa sababu natamani sana tupate muda wa kuomba katika kweli, tusiombe kwa mazoea. Tunachohitaji ni kutoka kwenye utumwa wa laana
lazima tuombe. Tutaenda kuvunja laana za kieneo, eneo ambalo wewe unaishi. Mbeya hilo eneo, peleka nguvu ya msalaba kwenye hilo eneo. Mbeya, nguvu ya msalaba ende kwenye hilo eneo. Enda kwenye hilo eneo. Sababu hilo eneo likiwa limebeba laana, wewe linakuzalia vitu, na kuzalia miiba na michongoma. Miiba na michongoma utaijua tu mwenyewe huko. Kuumwa kila siku. Yaani unabadilisha tu ubavu, unalalia ubavu, unageuza huu, sema sasa nitakuwa nalala chali, mgongo wote unauma, talala kifudifudi, naamka tumbo limechemka kama moto. Yaani ni hivyo tu. Ndio miiba yenyewe hiyo. Hauna raha, ni kitu ambacho hakikupi raha. Inakuletea tu maumivu. Jaribu hivi na hamna. Kwa utaomba kwa ajili ya hayo maeneo. Vunja laana za kieneo. Jizatiti kabisa, tamka eneo kama ni eneo la biashara. Ukienda asubuhi, kanyaga lile eneo, vunja kwa nguvu ya msalaba laana iliyo kwenye ardhi hii. Vunja kwa nguvu ya msalaba laana iliyo kwenye eneo hili. Vunja kwa nguvu ya msalaba, vunja. Yaani vunja laana za kieneo. Sasa laana za kazi. Tunaelewa mikono ndiyo inayohusika kwenye kazi 100%. Macho yanaona, miguu inapeleka na nini, lakini mikono ndiyo inayohusika kwa 100%. Sasa tunapovunja laana ya kazi, tumia damu ya Yesu iliyotoka kwenye viganja vya Yesu. Ni damu ya baraka hiyo. Damu ya Yesu ilitoka kwenye maeneo mbalimbali. Kuna damu iliyotoka alipovikwa taji ya miiba. Pigwa mwanzi, ile miiba ikatoka, ile damu ikatoka. Kulikuwa na sababu kwa nini alivikwa taji ya miiba. Kwa nini damu ilitoka ya kichwani? Kulikuwa na sababu. Na damu ilitoka kwenye mikono ya Yesu. Ilipotobolewa kwenye mikono yake, kuna sababu. Na sababu kwa nini ile damu? Ile damu ni damu ya baraka. Kubariki kazi za watu, kubariki kazi. Ni damu inayobariki kazi za watu. Kwa hiyo pale msalabani alikuwa anavunja laana ambayo imekamata mikono ya watu. Ile damu ilipokuwa inamwagika pale msalabani, ilikuwa ni damu inayovunja laana zilizokamata kazi za mikono ya watu. Ndio maana akatobolewa kwenye mikono yake. Kwa unapoomba kwa ajili ya hiyo, ita nguvu ya msalaba. Tumia hiyo damu ya Yesu iliyomwagika ikitoka kwenye viganja vya mikono yake. Idondokee kwenye mikono hii sasa. Ili kila laana ivunjike, kila laana iondoke, kila laana ivunjike, kila laana iondoke. Jamani kanisa, Bwana asifiwe. Tumesikilizana vema. Mambo mangapi tumesema? Tumeelewana? Tuenda kuomba.